kwa wachezaji wake. Na baada ya kwenda tu kwenye mapumziko, baada ya kurejea kwenye kipindi cha pili, alijaribu kuboresha zaidi pale ambapo pana shida. Na moja kati ya shida yao kubwa ilikuwa ni kutokuwa na umiliki wa mpira wa uhakika, lakini hawakuwa na makali kwenye transition, lakini vile vile walikuwa na udhaifu kwenye kuzuia. Kwa hiyo kwenye maeneo matatu mwalimu alihitaji kuboresha zaidi. Na ndio maana ukiangalia hata takwimu za kipindi cha kwanza na kipindi cha pili za Singida Black Stars, kwenye kipindi cha pili waliimprove zaidi kuliko kwenye kipindi cha kwanza. Kwa hiyo kwenye kipindi cha pili, moja kati ya kitu ambacho mwalimu aliamua kufanya ni kwamba hakuna haja ya kufanya man to man marking kwa sababu tunazidiwa na space inabaki nyuma safu ya ulinzi ya timu yetu. Na ukimwangalia mtu kama Singi, ukimwangalia Trabitra, hawana hiyo pace ya kushindana na DSM kwa. Kwa hiyo mwalimu alihitaji sasa timu ikiwa na mpira wachezaji wanapaswa kureact, timu ikiwa ina mpira wachezaji wanapaswa kureact. Kivipi? Kwanza ni kuhakikisha Singida walihakikisha wanakuwa na utulivu wakiwa na mpira. Na hata bila ya mpira walihakikisha wanapunguza umbali na wanafunga mianya yote ambayo ilikuwa inawaletea shida kwenye kipindi cha kwanza. Na wakaacha kuanza kupress kuanzia mstari wa juu, wakarudi kwenye mid block. And then wakaacha kabia highline, wakawa wanafanya mabadiliko kutoka kwenye mid block mpaka kwenye low block. And then wakiwa na mpira walikuwa wanakuwa na utulivu. Na nafikiri baada ya Damaro kuingia pamoja na Emmanuel Keke kuna kitu cha ziada kilikuja kuongezeka. Na kiuhalisia tu Juma, Singida mpata muda wa kupumzika licha ya kwamba alicheza mechi ya kirafiki hapa katikati. Ndio. Lakini muda wa kupumzika walikuwa nao. Simba wamecheza mechi tough, tunazungumzia siku chache tu zilizopita hapa. Kwa hiyo hata ile energy, kwa maana nishati, kasi, momentum kati ya Singida na Simba, inawezekana Simba muda ulivyokuwa unazidi kwenda ndio hivyo vitu vilikuwa vinazidi kupungua, lakini Singida muda ulivyokuwa unazidi kwenda ndio wakaanza kugain momentum, wakaanza kupata ile kasi, nishati, wakaanza kugenerate upya, kwa maana kuzalisha upya nishati na kuangalia namna gani wanakabiliana na Simba. Kwa hiyo mwalimu Fadlu hakutaka kucomplicate vitu kwa sababu alishaona wachezaji wake asilimia kubwa wote nishati ipo chini. Na ndio maana kamtoa mshambuliaji kamuongeza mlinzi, kama unakumbuka Evans. Alitoka Mpanzo na of course jana Mpanzo kwa na game nzuri sana. Akaingia Hamza. Kitendo cha kucheza na mabeki watano, mwalimu alikuwa anataka balance. Mabeki watano, viungo wanne, mshambuliaji mmoja. Na hata kama ulifuatilia pia Simba wakaacha tu kabia mstari wa juu, wakarudi kwenye mid block kuanzia katikati ya kiwanja na kurudi mpaka kwenye low block, kudhibiti maeneo hatarishi zaidi kwenye eneo lao. Of course inawezekana kwangu mimi walikuwa na idadi kubwa ya walinzi, lakini utekelezaji wao haukuwa sawa sawa. Kwa sababu kipindi ambacho walinzi wana step up, wanasogea juu, Singida walikuwa na hawahitaji pasi nyingi kufika kwenye eneo la Simba. Pasi 2-3 anapiga mpira mrefu. Na kama umemsikia vizuri Jemedari anakuambia jana Soa aliwapa mazingira magumu walinzi wa Simba kwa sababu mnapokuwa na walinzi wengi alafu hamjakabidhiana majukumu, sometimes inaleta shida. Kwa kuna ile kuangaliana nani anaenda, nani anafanya marking, nani ana sweep mpira wa pili. Kwa kicho kinatokea Soa hakutaka kushindana nao nguvu, alianza kushambulia nafasi na alikuwa na kasi kuliko walinzi wote wa Simba. Na ndio maana hata hayo matukio ambayo yanazungumziwa sana ni kwamba Soa alikuwa wa kwanza kwenye moment ya kuwahi mpira kuliko walinzi wa Simba. Kwa hiyo ni kitu ambacho kililetea shida sana. Nafikiri pia hata uwepo wa Seji Poku pamoja na Emmanuel Keke kwenye midfield. Emmanuel Keke alikuja kuicompose Singida Black Stars kwamba guys, hakuna njia tupaswa kwenda, tunapaswa kana mpira kuwashawishi Simba. Akiweka pressure sisi tunampata space, tunaenda kuwashambulia. Na of course kuna namna alifanikiwa kwa sababu hata shot on target, mashuti aliyolenga lango kwenye kipindi cha kwanza na cha pili ndio walipata. Hata off target, maana kwa maana watoto attempts kulishambulia lango la Simba walishambulia kipindi cha pili zaidi ukikompea na kipindi cha kwanza. Na ndio maana game ni kama ililalia upande mmoja. Kwa hiyo bado pia iliingia Mavambo ambaye pia kuna muda atakuofa kwenye eneo la ulinzi. Kwa Simba takriban ilikuwa na defensive minded players 6 mpaka 7 kwenye mchezo. Kwa ikaanza kuwanyima uhuru tena kwenda mbele kwa sababu hata Shaba na Kapombe nishati na nyezi zilikuwa chini kwa sababu na nyendo kwa anatumika kama ma wing back, kwamba tukipata mpira nyendo mtasogea. Kwa mwisho wa siku tunastahili kupongeza pia kwa David Ouma kwa sababu kama alizidiwa kipindi cha kwanza na cha pili alibadilika, kuna kitu